fadhila za Lailatul Qadri ni nyingi sana, lakini tutosheke tu na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anazungumza katika surati Al-Qadri, anasema inna anzalnahu fi lailatul qadr, kwa hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadri, usiku wenye cheo. Wama adraka ma Lailatul Qadr, kitu gani kinakufahamisha nini Lailatul Qadr? Lailatul Qadr khairun min alf shahr, Lailatul Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Ibada unayoifanya katika Lailatul Qadr ina thamani kubwa kuliko ibada hizo uzifanye miezi 1000 ambayo iko nje ya Lailatul Qadr. Tanazzalul malaika, wanateremka malaika katika usiku huo. Waruhu, na Jibrilu naye anateremka usiku huo. Fiha, ndani ya usiku huo. Biidhni rabbihim, kwa idhini ya Mola wao. Min kulli amr, kwa maana wanateremka na mambo yote, kila jambo wanateremka kwa ajili hiyo. Salamun hiya hatta matla'il fajr, ni amani mpaka kuchomoza kwa alfajiri. Usiku huo unakuwa ni wa amani mpaka inachomoza alfajiri. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye baraka ambao ni huwa Lailatul Qadr. Inna kunna mundhirin, hakika ya sisi tumekuwa ni wenye kuwaonya watu. Subhanahu wa ta'ala anasema maneno hayo. Kwa ukiangalia katika aya hizi, kwanza inaonyesha Allah subhanahu wa ta'ala amelitukuza jambo la Lailatul Qadr, lakini pia akaeleza wazi ibada inayofanyika katika Lailatul Qadr ni bora kuliko miezi 1000 ambayo haipo katika Lailatul Qadr. Kwa hiyo ukibahatika kupata siku hiyo moja, hata ukawa umefanya ibada yoyote, basi ibada hiyo ina thamani kubwa kuliko ibada ya miezi 1000. Lakini pia ndani yake huteremka malaika ambao wanakuwa ni malaika wa rehma na baraka na utukufu na utulivu, malaika ambao wingi huo hawateremki isipokuwa katika usiku huo. Lakini pia Allah anasema katika sura hiyo ya Dukhani, fiha yufraqu kullu amrin hakim, ndani yake usiku huo yufraqu, yani hupangwa na hutengenezwa, hutenganishwa mambo, kullu amrin hakim, kila jambo kwa madhubuti wake. Wanachuoni wanasema usiku huu ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala anaweka bajeti ya mambo ya mwaka mzima. Yani mwaka mzima litatokea hili na hili, basi ndio yanapangwa siku ile. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya hizo na aya nyingine anatujulisha kwamba usiku huu ni usiku muhimu sana ambao Muislamu hatakiwi kukosa. Fanya lolote utakalofanya, lakini usiku huu usikupite hali ya kuwa upo katika mazingira haya ya usiku huu. Ni usiku gani huu ambao umeelezwa haya? Usiku huu wengi katika wanawachuoni, miongoni mwa hao Al-Hafidh Ibn Hajar anasema ikhtalafa al-ulama fi lailatul qadri ikhtilafan kathira, wanachuoni wametofautiana kuhusu hii Lailatul Qadr ikhtilafu kubwa sana. Watahassala lana min madhahibihim fi dhalika aktharu min 40 qawlan, wanachuoni wanazungumza zaidi ya kauli 40 kuhusu usiku huu ni usiku gani. Kauli zaidi ya 40 zinauzungumzia usiku huu. Thumma dhakara hadhihi al-aqwala wa adillata ashabiha, kisha Ibn Hajar al-Asqalani akataja kauli hizo na akataja dalili zake. Ukiangalia Fathul Bari juzuu ya 4 ameeleza pale Ibn Hajar al-Asqalani kauli nyingi, na kila kauli akailetea dalili.
Kwa hiyo sisi hatuna haja ya kuzieleza kutokana na muda wetu, lakini wal-aktharuna ala annaha, wanachuoni wengi wamekwenda kwamba usiku huu fil ashr al-awakhir min Ramadhan unapatikana katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani, ambalo tunatarajia siku 1-2 za mbele kuingia katika hilo 10 la mwisho. Kwa hadithi amepokea sahaba Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mtume anasema ibtaftahuha fil ashr al-awakhir, itafuteni Lailatul Qadri katika 10 la mwisho. Wa aktharuhum ala annaha fil witr min al-ashr al-awakhir, na wengi wanasema inapatikana Lailatul Qadri katika zile siku za witri, ya kaulihi sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya mtume anasema taharrau Lailatul Qadri fil witr min al-ashr al-awakhir, itafuteni Lailatul Qadri katika 10 la mwisho, katika kipindi kile, masiku yale ya witri. Masiku ya witri ni usiku wa 21, 23, 25, 27 na 29. Haya ndiyo masiku ya witri ambayo wanachuoni wanasema yanatarajiwa zaidi kutokea Lailatul Qadr, japo wengi wao wanachuoni wanasema Lailatul 27 huwa kaulu jamaati min as-sahaba, masahaba na wengi miongoni mwa hao Ubay bin Ka'b, na akawahi kuwapa kwamba usiku huu ni tarehe 27. Lakini Abu Malik Kamali ibn Sayyid As-Salim anasema kauli zilizoelezwa kuhusu tarehe 27 si kwamba ndiyo kauli ya kukata kwa 100%, bali huja inabadilika, kwa sababu hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyooteshwa kwamba ameiona Lailatul Qadr, Mtume sallallahu alaihi wasallam kama katika hadithi aliyopokea Abu Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khatabahum, Abu Sa'id anasema mtume aliwahutubia watu kwamba yeye aliuona mwezi wa Lailatul Qadr, yani ile siku ya Lailatul Qadr. Inasemekana ilikuwa ni tarehe 21, lakini kauli nyingi zimekuja 27. Kwa hiyo inaweza ikahama, kwa kipindi hicho ilikuwa ni tarehe 27, lakini baadaye ikaonekana tarehe 21. Kwa hiyo katika masiku haya ya witri ndiyo tuitafute hasa Lailatul Qadr. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuonyeshwa Lailatul Qadr? Hakuonyeshwa na kutufanyia tahdidi siku maalumu ili watu waendelee kufanya ibada na waendelee kuhangaika kuitafuta Lailatul Qadr. Hadithi imepokea Abu Sa'id anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anasema, Abu Sa'id anasema inni ra'aytu Lailatul Qadri, mtume anasema mimi nilionyeshwa Lailatul Qadri, thumma unsituha, kisha nikasahaulishwa kwamba ni mwezi gani, tarehe ngapi. Faltamisuha fil ashr al-awakhir, basi itafuteni katika 10 la mwisho, fil witri, katika zile siku za witri. Wa inni ra'aytu anni asjudu fi ma'in wa tini, mimi niliota nikiwa ninasujudi katika maji na udongo. Manake tunafahamu msikiti wa mtume ulikuwa haujaezekwa bati kama huu, na hapa ndio watu wa bid'a wanakuja kueleza kwamba wanasema bid'a ni jambo linafaa, mbona mnajenga misikiti ya ghorofa, mbona mnajenga nini? Msikiti wa mtume haukuwa na ghorofa, haukuwa na kapeti, alikuwa anasujudi chini kwenye udongo. Nyinyi mnatuambiaje bwana? Eti kwamba hiyo ndiyo hoja ya kuhalalisha mambo ya bid'a. Kwa ufupi ni kwamba bid'a inayozungumziwa ni bid'a ndani ya dini, katika mambo ya dini. Dini imeshakamilika, haihitaji ziada wala haihitaji kupunguzwa. Bid'a hivi vitu vingine havina shida. Sasa utuambie tusitumie simu smart kwa sababu mtume hakutumia? Kwani simu ni katika dini? Utuambie tusivae makoti, tusivae vilemba, tusivae eti kwa sababu tusivae viatu vizuri kwa sababu mtume
Hiyo sio katika dini, tunazungumzia bid'a ndani ya dini. Kwa hiyo katika kipengele hiki kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameona amesujudi katika udongo na maji, kutokana na msikiti wake ulikuwa unatiririka maji kidogo kidogo, mvua inaponyesha maji yanaingia ndani kwa kutokana na kitu kilichoelezekewa kule juu hakikuwa madhubuti. Kwa hiyo Abu Saidi anasema mutirna lailata 21, siku ile ambayo tulinyeshewa mvua ilikuwa ni tarehe 21. Fawakafa almasjidu, kwa hiyo msikiti wa Mtume ukawa unavuja. Fi musalla Rasulillah fanadhartu ilayhi, nikatazama katika paji la uso. Wa qad insarafa min salati subhi, Mtume akiwa ameondoka katika swala alfajiri. Wa wajhuhu mubtallun tinan wa maa, na hali ya kuwa uso wake umeloa maji na mvua. Ilikuwa ni tarehe 21. Kwa hiyo Lailatul Qadr, kipindi hiko, siku hiyo Mtume katika mwezi huo aliiona katika Lailatul Qadr tarehe 21, japo ziko tarehe zingine kama tulivyoeleza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia tuutafute katika masiku hayo ya witri ili tuweze kupata kheri za Lailatul Qadr. Sasa Muislamu anaitafuta vipi Lailatul Qadr? Ndugu zangu, hadhihi Lailatul Mubaraka man hurimaha faqad hurima alkhairu kullah. Usiku huu wa Lailatul Qadr, Muislamu atakayenyimwa, atakayekosa usiku huu, wallahi amekosa kheri nyingi sana. Wala yuhramu khairuha illa mahrumun, na wala hatonyimwa kheri za Lailatul Qadr isipokuwa mtu ambaye amenyimwa kheri na Allah. Mahrumun, maskini, amepata hasara mtu ambaye atakayenyimwa hii Lailatul Qadr. Lidhalika yanbaghi lilmuslimi alharisu ala ta'ati llahi an yuhyiha imanan wa tama'an fi ajriha al'azim. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa ahuishe masiku haya kwa imani na kwa kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yajtahida fil 'ashr al-awakhir, na ajitahidi katika hili 10 la mwisho, uswatan bin nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kumuigiza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani Bi Aisha anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha, Mtume alikuwa anajitahidi katika mwezi wa Ramadhani, anajitahidi kiasi ambacho hajitahidi katika miezi mingine, na linapofika 10 la mwisho anajitahidi zaidi. Idha dakhala al-ashru, linapoingia 10 la mwisho, shadda al-mi'zara, anafunga kibwebwe. Wanachuoni wanasema kinaya tuna itizali nisa, alikuwa anawatenga wake zake kipindi hiko, anajipwekesha kwa ajili ya kufanya ibada. Wa ahya al-laila, na anauhuisha usiku wote. Wa ayqadha ahlaha, na anawaamsha watu wake waitafute Lailatul Qadr. Kwa hiyo ili tupate ibada hizi, ndugu zangu, Mtume alikuwa anawaamsha wake zake. Nimalizie kwa dua zilizokuwa zinasomwa humo, na tutamalizia kwa alama chache zinazoonekana katika Lailatul Qadr. Miongoni mwa dua ambazo zinasomwa katika Lailatul Qadr ni maneno aliyoeleza Bi Aisha radhiallahu ta'ala anha pale alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama, qultu ya Rasulullah araaita in alimtu ay lailatal qadri ma aqulu fiha, nipe habari Mtume, nifanyaje ikiwa nimehisi kwamba huu ndiyo usiku wa Lailatul Qadri, nini nifanye? Qala quli, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, sema maneno haya: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ewe Mola wangu, hakika yako wewe unapenda msamaha, naomba unisamehe Mola wangu. Sema maneno haya. Umesikia? Sema maneno haya unapohisi kwamba hii ndiyo Lailatul Qadri, na maneno haya uyaseme. Wasichana tunaomba muache kelele.
Lailatul Qadri ukihisi ndio yenyewe, basi sema maneno haya mara kwa mara, kwa sababu ni maneno mazuri. Lakini baadhi yetu wameageuza, wanasema wakati mmoja, si ndio? Wanasema wakati gani? Kwenye tarawih, si ndio? Tena wanasema kwa sauti kubwa na kwa jamaa. Haikuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanafanya hivyo. Kama utaamua tu kusema mwenyewe unaweza ukasema, lakini sio kuleta makelele kama yale hayakuthibiti, sawa? Makelele yale ya kusema watu wanasema maneno kama yale ni maneno mazuri, wala si haramu, hatusemi ni haramu, lakini kwa mtindo ule, kwa namna ile haikuthibiti. Kwa unaweza ukasema inawezekana unavyosema ndio siku yenyewe ya Lailatul Qadr. Kwa hiyo ikaswadifu ukakukuta na wewe humo umeyasema hayo maneno. Kwa hiyo unaweza ukaruhusiwa ukayasema, lakini sio uyahusishe tu eti kwenye salati tarawih ndio uyahusishe, hapana. Hiyo haikuthibiti. Miongoni mwa alama ambazo zimeelezwa, kwanza ayakuna aljawu munasiba warihu sakina. Ukiona alama hii ndugu yangu, basi ujue Lailatul Qadr. Endelea kufanya amali kwa nguvu na juhudi. Alama ya kwanza, ukiona hali ya hewa imekuwa mnasaba, yani hali ya hewa ipo kati na kati, haina joto wala baridi, upepo umetulia, shekhe, hiyo ni alama ya Lailatul Qadr. Hiyo ni moja katika alama. Alama ya pili, at-tuma'aninatu was-sakinatu allati tanzilu biha al-malaika, utulivu na sakina ambao wanashuka nayo malaika. Fayuhissu al-insanu bituma'aninati al-qalbi, mwanadamu anahisi moyo wake umetulia anapokuwa anafanya ibada. Wayajidu min inshirahi sadri, anakuta moyo wake umefunguka, moyo hauna matatizo, mawazo yote yameondoka. Waladhata liibada, na anasikia ladha. Kila anaposwali anasikia ladha, anaposoma Qur'ani anasikia ladha. Fi hadhihi al-laila ma la yajiduhu fi ghayrihi, ladha ambayo hajawahi kuipata katika masiku mengine. Ukiona nafsi yako iko hivyo, basi ndugu yangu elewa hiyo ni Lailatul Qadr. Zidisha ibada. Alama nyingine, qad yaraha al-insanu fi manamihi kama hasala li ba'd as-sahaba, unaweza ukaota kwenye ndoto kama walivyoota baadhi ya masahaba. Hiyo ni alama pia. Lakini alama ya mwisho ya asubuhi, antatulu ash-shamsu fi sabihatiha safiyatan la shua laha, asubuhi linachomoza jua halina shia, ile mionzi na miale mikali ya kuchoma. Jua linachomoza hali ya kuwa liko dhalili, halina mianga ile mikali, ujue hii usiku imeshalipita Lailatul Qadr. Kwa hiyo hizo ndio alama miongoni mwa alama walizozieleza wanachuoni wakiambatanisha na hadithi za Mtume. Tumalizie na uzushi katika alama za Lailatul Qadr na khurafati mbalimbali wanazozileta watu wa bid'a. Miongoni mwa alama zao wanazozisema watu wa bid'a, anna shajarata yasjudu, miti na sujudi. Wanasema kwamba watu wa bid'a na khurafat kwamba asubuhi ukiamka utaona miti inafanyaje, inainama. Hizo sio alama, si kweli. Wa anna al-mabani yatanamu, majengo yote huwa yanalala, si kweli. Wa anna al-malihata ta'dubu fi tilka al-laila, vitu vichachu vinakuwa vitamu katika usiku ule. Shekhe, hata ukilila embe lile chachu lile linakuwa tamu, ujue Lailatul Qadr. Hata limao linakuwa tamu. Hizo sio alama bwana. Sasa mpaka maji ya chumvi yanakuwa matamu, Lailatul Qadr ya wapi hiyo? Hizi ni alama wanasema baadhi ya khurafati. Wa anna al-kilaba takufu 'anil nabah, mbwa hayapigi kelele, sio utasikia mbwa hakuna. Shekhe, alhamdulillah, hizo hazijathibiti, sawa? Mbwa wanaweza wakalia, lakini tunaweza tukakuta inshiraha sadri, moyo umefunguka, basi hiyo ni alama katika alama. Ama kutokulia kwa mbwa si alama. Wa ghairu dhalika mimma huwa dhahirul fasad wal butlan, na kuna alama nyingine nyingi ambazo
zimeletwa na baadhi ya watu ambao wazushi. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.